Yesu alipokuja aliongea mambo makubwa mawili ya kushangaza ulimwengu. Jambo la kwanza, alikuta kanisa limejengwa. Katika kupita kwake akasema, hili hekalu naliona nitalibomoa alafu nitalijenga baada ya siku ngapi? 3. Naona Wayahudi wakajibeba wakaenda kumshtaki, kwa sababu lile hekalu kwa jinsi ya kimwili lilijengwa kwa miaka 40. Alafu leo nawaambia watu utalibomoa na kulijenga ndani ya siku ngapi? 3. Yaani ni uongo uliopindukia. Lakini Yesu alikuwa maandishi kulibomoa kwa namna ya kimwili na kulijenga kwa namna ya kimwili. Yesu alikuwa anamaanisha kufa, yaani mwili wake ndio hekalu. Yesu alikuwa anamaanisha mwili huo ulio nao ndio hekalu la Mungu. Huo mwili unapokufa umebomolewa, na unapofufuka umejengwa. Amen, amen. Ndio maana shetani ana uwezo wa kuingia ndani ya mtu na akatoka, kwa sababu ndani ya mtu kuna makao. Ndani ya mtu kuna makao ya kuishi kabisa. Ndani ya mtu shetani akiingia ni kama sisi tulivyoingia ndani ya nyumba. Ndivyo anavyoingia, anarukaruka, anakanyaga, anaimba. Ndio maana akiwa anaimba ndani ya mtu unaweza ukashangaa mwenye mapepo anaanza kuimba, anaimba nyimbo mbalimbali za kimashetani. Amen, amen. Anaimba nyimbo nini? Mbalimbali za kimashetani. Wote wamsikia anaimba, kumbe ndani yake mashetani wanaimba. Kumbe ndani yake mizimu inaimba. Kwa nini? Imepata nafasi. Amen, amen. Imepata nafasi. Nafasi ya kucheza, nafasi ya kuluka, nafasi ya kuimba ndani ya mtu. Kwa hiyo naona jambo hili lishangaza watu mpaka wakalibeba wakalipeleka mahakamani. Kwa sababu mtu huyu anapotosha watu. Anasema anaweza kubomoa kanisa ambalo Suleimani na ufalme wake alilijenga kwa miaka 40. Yeye anasema atalibomoa na kulijenga ndani ya siku 3. Amen, amen. Amen, amen. Atalibomoa na kulijenga ndani ya siku 3. Kwa hiyo ilikuwa ni sehemu ya mashtaka aliyoshtakiwa nayo. Lakini Yesu alikuwa anamaanisha kulibomoa hekalu ambalo ni mwili na kulijenga tena kwa maana ya kuliuisha. Hapo ulipo ulishabomolewa tayari. Katika kitabu cha Waefeso kinasema, nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya nini? Ya dhambi na makosa. Mtu anapokufa tunasema hiyo nyumba imebomolewa ama hilo hekalu limebomoka. Yesu alikuwa mtakatifu, ndio maana alijiita hekalu la Mungu. Anaona kabisa hili hekalu shetani atalibomoa. Lakini Yesu kwa nini alisema nitalibomoa? Maana yake anajipiga mwenyewe. Anajipiga mwenyewe aende mautini ili baadaye awaletee watu uzima. Haleluya, haleluya. Jambo la pili ambalo Yesu alishangaza watu, akamchukua mtu mmoja anaitwa Petro, akamwambia wewe ndiye Petro, lakini juu ya mwamba huu. Anamuona Petro ni mtu, ila ndani ni mwamba. Haleluya, haleluya. Ndani ni mwamba. Anasema ndani ya mwamba, juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa. Unamwona ni mtu, ila ndani ni mwamba. Kuna mwingine unamuona ni mtu, ila ndani ni matope. Ndio maana mojawapo ya sanamu, sifa ya sanamu ambayo Danieli aliiona ilimshangaza, ina umbo la binadamu lakini sanamu ya ajabu. Maana ina kichwa cha dhahabu, ina kifua cha chuma, ina miguu mchanganyiko udongo na chuma. Sasa jiwe lilipopiga ile sanamu, zile sehemu dhaifu ndio zilianza kuharibika. Amen, amen.
mtu wa Mungu, hii inatufundisha nini? Katika ujenzi, sanamu inajengwa. Sanamu inajengwa. Unapoona wanaitengeneza, ndio ujenzi wenyewe ule. Sasa Yesu anaongelea kwa habari ya ujenzi, lakini ujenzi huo anaongelea juu ya mwamba. Anasema sitajenga kanisa langu kwenye matope wala kwenye udongo. Kwa nini? Nitakueleza mambo machache ya muhimu hapo. Sasa ndiye nashangaa, sanamu hili ni ya gharama, kichwa cha dhahabu, kifua ni chuma, lakini kwa nini miguu yake ina mchanganyiko wa chuma na udongo? Yaani namna ambavyo inasimama. Danieli alikuwa anaongelea mambo ya imani, kwamba kuna watu unamuona anathamini sana dini, lakini imani yake haina nguvu. Akipigwa kidogo anaanguka. Ndio maana ile sanamu Yesu anaitwa jiwe la kukwaza, jiwe la kuharibu, jiwe la kuponda. Ndio maana anasema wakati ile sanamu inatakiwa kushambuliwa, kwa sababu ile sanamu ni falme za dunia. Falme, ile sanamu ina nafsi kabisa, yani kwamba kuna ufalme utakuja, lakini nguvu zake ni za chuma. Kuna ufalme utakuja, nguvu zake ni za shaba. Kuna ufalme utakuja, nguvu zake ni za dhahabu. Kuna ufalme utatokea mwingine, hautaweza kusimama. Kwa nini? Kwa sababu nguvu zake ni za udongo. Kwa hiyo utakaposhambuliwa ufalme ule, hautaweza kusimama. Na kwa nini sanamu hiyo inaonyeshwa kwenye maumbo mbalimbali ya mchanganyiko wa matengenezo? Maana yake ile ni nguvu ya imani inayosimamisha ule ufalme. Yaani kuna ufalme ambao nguvu zake za kiroho ni kubwa mno. Kwa hiyo unaweza kusimama kwa sababu ya zile nguvu kubwa za kiroho zilizoimarisha ufalme ule. Na sisi watu wa Mungu tuko namna hiyo hiyo. Unapomwona mtu wa Mungu amesimama, kuna nguvu ndani yake inayomsimamisha. Sasa inategemea ufalme wake umejengwa kwa nguvu ya chuma, ama kwa nguvu ya udongo, ama kwa nguvu ya dhahabu. Ndio maana imani yetu imefananishwa kwenye sura fulani. Anasema imani yenu ina thamani kuliko dhahabu. Ni kama ule tu ufalme, kwamba imani yenu inafananishwa na dhahabu, lakini inaijaribiwa kama dhahabu. Yaani wewe una imani, lakini ili imani hiyo ipate kibali mbele za Mungu lazima ipimwe. Na ili uweze kushindana mashetani na wachawi na waganga na mizimu na vikao vya uovu, lazima uwe mtu ambaye imani yako ni imara. Ni imani ambayo ikipita kwenye moto huwezi kuteketea, ikipita kwenye maji huwezi kugarikishwa. Sasa ndio maana Yesu aliongelea sana kwa habari ya ujenzi, kwamba kanisa ni msingi. Una nyumba, mtu ataonekana hana akili kama atadesign nyumba ya ghorofa alafu msingi wa tope. Hata ya ghorofa nimeenda mbali. Ukidesign nyumba ya block au ukajenga kanisa kama hili la block, lakini ukajenga kwenye msingi wake zikawa tofali za tope, maana yake utamaliza ujenzi kwa sababu ni kiangazi. Lakini mvua zikaja, upepo ukaja, dhoruba ikaja, ikipiga ile nyumba itaanguka.